هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل سادت أمة بغير تعلم. Haikuwa elimu katika dini yetu ya Uislamu ila ni faradhi, ni jambo la lazima. Na umeona wapi wewe umma uliostaarabika bila ya kusoma? Umeona wapi umma ulioendelea bila ya kusoma? Uliona wapi umma unaheshimika lakini kwa sababu ya ujinga? Elimu ni kitu kikubwa sana. Sasa hata hiyo elimu, Imam Shafi anasema katika safari inapatikana tafarruju hammin wa iktisabu maishatin wa ilmun, inapatikana elimu katika safari, elimu mbalimbali. Wa adab, katika safari kunapatikana kujifunza adabu, culture mbalimbali. Sisi tukiwa tumeingia hapa tunaona adabu za watu. Kuna mtu ametoka kwake usiku saa 8 usiku, saa 9 usiku kuja kutupokea na kutupeleka pahala salama kwa ajili ya kupumzika. Yule ana mke wake, yule ana familia yake. Tena ametuambia njiani amekutana na vibaka. Saa 8 ni wao tena hao watu. Amehatarisha mpaka maisha yake kwa ajili yako. Hii ni sacrifice, hizi ni adabu, hizi ni culture. Haya ni mambo ambayo unayapata katika safari. Lakini kuja kupokewa na shekhe wa mkoa na mwenyewe hayupo, lakini anapiga na simu, tena anatoa maagizo, tena anasema hapo ni kwako. Hivi ni vitu ambavyo unavisoma kutoka kwa watu. Na mimi kawaida yangu nimeipa kipaumbele kitu kinachoitwa adabu katika kila jambo. Mimi kwa jina Uthman Maalim, wanaonijua wamenijua. Amesema hapa mkurugenzi wa dawa kwamba nimefanya dawa ndani na nje ya nchi. Hivyo ndivyo ilivyo. Nimetumia wakati wangu kwa kufanya dawa, lakini kwa adabu, kwa adabu ya hali ya juu, na najitahidi iwe hivyo mpaka mwisho wa umri wangu, kwa sababu elimu yetu ni adabu tumefunzwa na Bwana Mtume Muhammad. Na elimu yenu nyinyi watoto kama haitokuwa na adabu, haitokuwa na maana yoyote. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi fa idha ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi. Usifikirie kwamba elimu peke yake itakuletea tija na faida yoyote. La yanfa'u al-ilmu wahdahu, haitokufaa elimu peke yake. Ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi, kama mwenye hiyo elimu hatovishwa taji la akhlaq na tabia, hana maana yoyote na elimu yake. Lakini fa idha ruzikta khaliqatan mahmudatan, ukiruzukiwa akhlaq njema zenye kushukuriwa na kupendwa na kila mmoja, faqad istafaka muqassimul arzaqi, tambua kwamba yule mwenye kuwapa watu riziki amekuweka katika sehemu ambayo watu wengine hawajawekwa pale kwa sababu ya tabia zako. Kuweni na adabu sana kwa wanaosomesha na wenye elimu. Sio dharura awe amekusomesha, mheshimu kwa sababu ya elimu yake. Elimu ni kitu kikubwa sana. Allah anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mufassir al-Quran wanasema انظروا كيف بدأ الله بنفسه شهد الله وثنى بملائكته والملائكة وأولو العلم ثلث بهم. Akawaweka nambari 3 hapa watu wenye elimu. Ana conclude anasema wakafa bihadha sharafan,
kafa bihadha lahum sharaf, imetosha kwamba wao wameingizwa hapo katika shahada ya Allah na malaika na ahlul ilmi wameingizwa hapo. Kama hakutokuwa na fadhila yoyote isipokuwa hii ya kuwekwa hapa, hiyo inawatosha watu wenye elimu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Iangalie ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wal huta fi al-bahr la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake na wa mbinguni na wa ardhini wote, hata bahari, samaki baharini, hata wadudu katika mashimo yao, wote hao wanamtakia rehema na kumsalia mwenye kuwafundisha watu khair, mwalimu mwenye kuwafundisha watu khair. Fakum lilmuallimi wafihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. Muheshimu sana mwalimu, na watu wa elimu wote waheshimu ili upate baraka ya elimu. Na hakuna mwanachuoni ambaye hakusoma adabu kwanza. Mama yake Imam Malik, wakati anampeleka mwanawe kusoma kwa shekhi wake wa mwanzo, alimwambia idhhab ilayhi wa khudh adabahu qabla ilmihi, tahalla bi khuluqihi qabla an ta'khudha minhu al-ilm. Nenda kwa mwalimu. Amemvisha nguo za kielimu, kisha akamwambia chukua adabu kabla ya elimu. Kasome adabu kwa huyu mwalimu kabla hujasoma elimu. Wengi katika talabatul ilmi leo wanakosa adabu, wanakosa busara. Inakuwa ile elimu walioipata haina faida, kwa sababu elimu ina kawaida. Mmoja katika salafu salih anasema, man utiya malan au jamalan au ilman au thawban thumma lam yatawadha kana dhalika lahu wabalan yawm alqiyamah. Man utiya malan au ilman au jamalan au thawban, kataja mambo manne. Nasema mwenye kupewa elimu au nguo nzuri au sura nzuri au mali, alafu asiwe mnyenyekevu, itakuwa hatari sana siku ya Kiyama. Mambo mengi mabaya yanamsubiri siku ya Kiyama. Kwa nini kataja haya mambo manne? Ilmun, jamalun, malun, thiyabun. Unajua ukivaa nguo nzuri ghali, zile nguo zinakuita kuambia, katika hawa nani aliyependeza zaidi yako? Nani mwenye mavazi mazuri zaidi yako? Nani mwenye hali nzuri zaidi yako? Nani mwenye uzuri kama wako? Mara nyingine kama wewe ni mzuri wa sura, utaona kila wakati unataka wote wauone uzuri wako. Kama wanawake hivi, mwanamke akijijua kwamba yeye ni mzuri, atataka kujipost pahala popote duniani watu wote wamuone. Mtu akiwa mzuri wa sura, akiwa na mali nyingi, huwa anajionyesha katika mali zake. Mara nyingine anajiposti katika tawasul ijtimai na manoti yake na mapesa yake na mafedha yake. Uzawizi ni neema, anaona yeye anapendwa, Mwenyezi Mungu amempendelea peke yake. Hivi ni vitu ambavyo mtu akivipata anajiona. Na mmoja katika hayo mambo, mwenye kupewa elimu. Na wenye elimu pia huwa wanajiona sana kwa elimu zao. Yaani hivi vitu ni mara chache mtu mwenye nazo akawa mtawadhi. Mali, uzuri, elimu, nguo. Wenye kuwa na tawadhu, kuwa humble, ni wachache katika mitaa. Wewe watazameni wengi kabisa. Yaani mtu ana mali nyingi alafu anakuja mtawadhi, anawasalimia, anawazungumzia mazuri, anakuangalia vizuri, hakudharau. Ni wachache sana wenye hivi vitu. Hata kukutizama kutizama, na ukimfuata kama unaenda kumuomba, hata kukupa ile uso hakupi. Wengi wenye hivi vitu wageuza wakawa mutakabbirin,
Sasa na moja ni elimu. Ukishasoma hapa, ukishaipata, unataka kila mmoja ajue kwamba wewe umesoma na unaitumia ili ipate kukupa sifa. Ndio wanachuoni kusema ashbarul ilmi thalatha, shibrun man dakhalahu takabbara, wa shibrun man dakhalahu tawadha'a, wa shibrun man dakhalahu alima annahu la ya'lamu shay'an. Hizi shibri au viwango na daraja za elimu ziko tatu. Ya kwanza, ukiingia unatakabara. Ukiona mtu ana kibri sana katika elimu, jua kwamba yuko mwanzo wa elimu, kwa sababu ukibobea hasa wewe na kibri ni watu ambao baina al-mashriq wal maghrib. Mwanachuoni mkubwa. Hapana bwana, mimi bado mwanafunzi. Sheikh fulani, umekosea, hujanipa heshima yangu. Mimi na PhD bwana, mimi na doktora bwana, mimi nimesoma vyuo vile vya kuheshimika. Yani pia unaona taabu watu wasipotaja vile vyuo vyako vya kielimu. Lakini Mwenyezi Mungu amekupa kuwa mtawadhi. Mtume anasema man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, mwenye kujidogosha, mwenye kuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu humnyanyua. Ukiona mtu anatakabbar katika talabatul ilmi, ujue kwamba bado ndio anaanza kukro katika ile hisa ya mwanzo katika elimu. Wa shibrun man dakhalahu tawadha. Lakini ukishaona mtu anaanza kujirudi sasa, ujue anaanza kuonja ule utamu wa elimu, iko katika daraja ya pili. Na shibri ya tatu, man dakhalahu jahila kulla shay, alima annahu la ya'lamu shay'an. Hapo anasema mimi sijui chochote. Ndio kulli man yad'i fi al-ilmi falsafatan alimta shay'an wa fatatka ashya. Ukishakuwa unaona kwamba umeshasoma, unajua, tambua kwamba ulichojua ni kitu, lakini usivyojua ni vitu vingi mno. Alimta shay'an wa fatatka ashya, umejua kitu kidogo lakini vingi umevikosa. Kwa hiyo wahusia vijana, kwa kuwa nimekuja katika sehemu ya elimu, tushikamaneni na elimu, itatunyanyua. Al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu waljahlu yahdimu baita al-izzi wash-sharaf. Elimu huinyanyua nyumba ambayo haina mti, haina ukuta, haina msingi, ikaja elimu ikainyanyua ile nyumba. Familia yoyote iliyodondoka hunyanyuliwa na elimu, wakisoma watu. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu waljahlu, lakini ujinga yahdimu baita al-izzi wash-sharaf. Ujinga huivunja nyumba nzuri, hekalu nzuri, mansho nzuri iliyokuwa inaonekana nzuri kabisa, lakini huja likavunjwa na ujinga. Jitahidini kuzijenga nyumba zenu, koo zenu, familia zenu kwa kusoma, hasa elimu hii ya dini ambayo inadharauliwa na wengi. Lakini elimu wewe mwenyewe, Imam Shafi anakuambia ra'aytu al-ilma sahibuhu karimun walau waladathu aba'u li'am. Elimu mwenye kuwa nayo ni mtu karimu, ni mtu bora, hata akizaliwa na familia duni ambazo watu wanaziona hazina maana yoyote, lakini kwa elimu huwa karimu. Walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima anhu al-qawmu al-kiram, na haitomwacha elimu, kila siku itakuwa inamnyanyua mpaka watu wataona kweli there is no better than education. Hiyo elimu hakuna mbadala wa kitu kizuri zaidi yake. Wayatba'unahu wara'ahu kara'i dha'ni tatba'uhu siwamu, na utaona watu wako nyuma yake wanamfuata, kama vile anavolisha kondoo yule mlishaji, anawapeleka anapotaka. Mwenye elimu anawachunga watu, anawachunga, anawapeleka pahala salama. Laula al-ilmu ma sa'idat rijalu wala urifa al-halalu wala al-haramu. Kama si elimu, watu wasingekuwa na furaha, wasingekuwa watu wa kweli, wala isingejulikana halali ni ipi wala haramu ni ipi. Elimu hiyo, ndugu zangu, watoto wangu hawa
na waombea Mwenyezi Mungu awape elimu yenye manufaa, na sisi atuzidishie elimu na atujalie watu wenye kuipenda elimu. Moja katika elimu ambayo leo nataka nimalizie kuitoa ni kuwaambia watu, sisi Tanzania tumepewa hisa ya kupeleka mahujaji zaidi ya 25,000 Makkah. Kota yetu ni hiyo, hisa yetu ni hiyo, tuwapeleke watu mahujaji. Lakini elimu, miongoni mwa elimu ambazo hazijatufikia wengi, ni elimu ya umuhimu wa kwenda hija. Marehemu Sheikh Zubair aliyekuwa imamu wa Masjid Mtoro pale Dar es Salaam, miaka mingi iliyopita kabla ya kufa kwake, tulipoliona tatizo hili, tulizungumza tukapanga kwamba tufanye katika maisha yetu, tukirudi nyumbani Tanzania, tuanzishe safari ya kutembelea miji yetu yote, mikoa yetu yote, tukawahamasishe watu waende haji. Lakini Mwenyezi Mungu amemchukua na hatukufanya hata safari moja katika safari za mikoani, na leo ni karibu mwaka wa 4 kutokea kufa kwake. Lakini hili jambo bado niko nalo na tumeanza kulifanyia kazi, kwa sababu ile hisa ya watu 25,000 haifiki hata nusu yake kwa Tanzania. Mwaka jana tu tulienda wengi, basi walikuwa ni watu 4,000 au 3,000, na hivyo ndivyo tunapoenda kila mwaka, 2,000, 3,000. Na utashangaa wengi katika hao 3,000 wengi wanatoka visiwani. Kama ni 3,000 wengi wanatoka Zanzibar. Population ya Tanzania Waislamu ni mamilioni. Kwa nini tusiende Makkah? Tumeona hili ni jambo la kuzungumziwa kwa kila Waislamu. Nimekuja katika mji huu wa Dodoma. BAKWATA ndio mama yetu, ndio baba yetu, na ndio maana tumepokewa vizuri na shekhe wa mkoa na chairman na ndugu zetu wote. Hili ninalolizungumza mimi ndio mwito wao. Watu wende kwa wingi, watu watoke, matajiri wawape watu hela waende wakahiji. Kuhiji si utashi, ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Na mimi mara zote ninapozungumzia hija, ni kweli mimi nina taasisi yangu nimeianzisha, lakini huwa namwambia mtu, nenda hija na taasisi unayopenda, unayoichagua. Nitafurahi kama utakuja katika taasisi yangu, lakini kila mmoja ana mapenzi na taasisi yake na watu wake. Muhimu sisi tuone Waislamu wamekuwa wengi wanakwenda haji mwaka huu wa Tanzania. At least basi tufike hata 5,000 na 10,000. Kwa hisa yetu tuliyopewa ya 25,000, basi tufike 5,000 mwaka huu. Ni kweli watu hawana pesa? Utaona kwamba ni elimu haijawafikia na watu kujua umuhimu wa hili jambo. Kwa hiyo mtu yeyote inshallah atakayepata fursa ya kwenda Makkah mwaka huu, atuone sisi. Maelezo yetu yapo katika vipeperushi. Amekuja kwetu, ahlan wa sahlan. Ameenda katika taasisi anayoipenda, tukutane katika viwanja vya Makkah, na Mwenyezi Mungu inshallah atutakabalie dua zetu. Bado nipo katika mji huu, natoa shukrani tena kwa kupewa nafasi ya kuzungumza katika masjid hii yenye historia kubwa. Natoa shukrani kwa shekhe wa mkoa, kwa chairman na imam ambaye ni mkurugenzi wa da'wa, na nawaomba radhi kwa kile ambacho kimekwenda kinyume na vile walivyotarajia. Mwenyezi Mungu inshallah atawabariki katika kipindi hiki kifupi mmekaa mmenisikiliza, na Mwenyezi Mungu atawalipa kila matamanio yenu biidhnillah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.